Unaloliona hapo ni jengo la Microsoft lililopo nchini Israel lililopigwa vibaya na makombora ya Irani wakati wa siku ya 8 ya mashambuliano baina ya Irani na Israel. Jengo hilo la Microsoft lililopo eneo la Herzliya nchini Israeli lilifunguliwa rasmi mnamo Novemba mwaka 2020 na ni campus mpya inayoshughulikia sehemu kuu ya utafiti na maendeleo ya R&D na kampuni nchini Israeli. Lilijengwa kwa gharama ya takribani dola milioni 105 za Kimarekani na ina jumla ya vyumba 46 vya mraba vya ofisi, ikiwa ni pamoja na maabara ya ubunifu inayoitwa The Garage inayolenga kukuza ubunifu katika usalama wa taarifa, uhalisia ulioongezwa yani AR, pamoja na akili mnemba ama akili bandia yani AI. Ikiwa ni siku ya 8 kuelekea siku ya 9 ya mashambuliano baina ya Irani na Israel, Irani imerusha makombora jumla ya 20 Israel yaliyolenga ofisi ya Microsoft na miundombinu ya kijeshi, ambapo taarifa zinasema takribani watu 17 wamejeruhiwa katika shambulio la kwanza. Irani imevurumisha shambulio la makombora 20 mengine dhidi ya Israel ya siku ya Ijumaa, ikilenga kwa pamoja maeneo ya kijeshi na kiraia, ikiwa ni pamoja na kituo cha teknolojia na miundombinu mingine muhimu, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Israeli. Mashambulizi hayo yameripotiwa kugonga maeneo mbalimbali nchini Israeli, ikiwemo Gush Dan, eneo lenye msongamano mkubwa wa watu na makao makuu ya Tel Aviv. Lingine ni ukanda wa Negev kusini mwa nchi ya Israeli na jiji la Haifa kaskazini mwa Israeli, maarufu kwa mji wa bandari na viwanda. Ripoti za awali zimesema kuwa watu 17 wamejeruhiwa, huku watatu wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya zaidi. Vikosi vya uokoaji na huduma za dharura vililazimika kwenda haraka kwenye eneo lililoshambuliwa kwa ajili ya kusaidia waathirika na kukabiliana na athari za mashambulizi hayo. Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa hadi sasa na serikali ya Israeli kuhusu viwango vya uharibifu katika vituo vya kijeshi na athari kwa miundombinu ya kiraia. Shambulio hilo linajiri wakati uhusiano kati ya Teherani na Tel Aviv ukiwa katika hali ya juu ya mvutano, huku Iran ikionekana kuongeza shinikizo kwa njia ya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya maeneo ya ndani ya Israel kadri ya muda unavyozidi kwenda. Jeshi la Iran IRGC imethibitisha kushambulia kituo cha kijeshi cha anga cha Israel kwa kombora lingine, ambapo taarifa zinasema kwamba jeshi hilo limefanya wimbi kubwa la mashambulizi ya makombora 17 dhidi ya vituo vya kijeshi vya Israel, likiwalenga moja kwa moja kituo cha jeshi la anga cha Nevatim na kituo cha Hatezim. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi hilo la IRGC, limesema mashambulizi hayo ni mwendelezo wa kile walichokiita jibu la kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel dhidi ya maslahi ya Iran katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa nchini Syria. Shambulizi hili ni sehemu ya mfululizo wa hatua za kijeshi zinazolenga kuzuia uchokozi wa Israel na kulinda usalama wa taifa letu, imesema taarifa ya jeshi hilo. Vituo vya Nevatim na Hatezim vinatajwa kuwa kati ya ngome muhimu za jeshi la anga Israeli, ambapo taarifa zisizo rasmi zinaeleza kuwa Nevatim ni kituo kinachotumika kuhifadhi ndege za kivita za kisasa aina ya F-35 vya Israel. Lakini shambulizi hilo linaongeza hali ya taharuki katika eneo ambalo taarifa imeshuhudia kuwa mvutano mkubwa kati ya Israel na makundi yanayoungwa mkono na Irani kama vile Hezbollah na wanamgambo wa Kipalestina wakionekana kutaka kuanza kuiunga mkono Iran. Katika taarifa rasmi, Iran imesema kuwa mashambulizi ya usahihi mkubwa ni uthibitisho kuwa nguvu ya mashambulizi ya makombora ya Irani inaendelea kuwa kubwa zaidi. Shirika la habari la Fars limemnukuu msemaji wa jeshi la Irani akisema kuwa mashambulizi ya Ijumaa yalihusisha matumizi ya makombora ya masafa marefu yenye nguvu kubwa zaidi, yakilenga moja kwa moja kwenye vituo vya kijeshi vya Israel, viwanda vya ulinzi vya Israel, pamoja na vituo vya amri na kudhibiti yani command and control centers. Makombora pia ya Irani inasemekana kuwa yamegonga tena eneo la Beersheba kwa mara ya pili ndani ya masaa 24, yakiarifiwa kufanya uharibifu mkubwa na majeruhi ya kadhaa. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Irani irusha makombora ya moja kwa moja kuelekea Beersheba, ambako halikukingwa na mfumo wa ulinzi wa anga na likatua katika eneo la makazi ya raia na kuchoma baadhi ya magari kama unavyoona kwenye hiyo video. Hayo ni magari yaliyokuwa yako sehemu yamepakiwa, na ndo makombora ya Irani yamepiga na kuyaunguza kama unavyoshuhudia. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli, kombora hilo lililipuka karibu na majengo ya makazi na kusababisha uharibifu mkubwa. Magari kadhaa yameshika moto, nyumba za karibu zimeharibiwa, watu 5 pia wamejeruhiwa kwa kiwango cha chini kutokana na mshtuko na mlipuko, ikiwa ni pamoja na kuumia kwa vitu butu, kuvuta moshi na msongo mkubwa wa mawazo. Aidha, uharibifu pia mdogo uliripotiwa kwenye baadhi ya majengo ya Haifa na teknolojia ya Gav ya Negev, eneo linalojulikana kwa kuwa kitovu cha kampuni za teknolojia na uvumbuzi. Hata hivyo, jeshi la walinzi wa
Mapinduzi ya Kiislamu IRGC wakati wa kutoa taarifa limedai kuhusika na shambulizi hilo, likieleza kuwa tovuti ya Microsoft mjini Beersheba lililengwa kwa sababu ya ushirikiano wake wa karibu na jeshi la Israeli na mchango wake katika mfumo unaosaidia uchokozi. Taarifa hiyo ya IRGC imeongeza kuwa eneo lililoshambuliwa linahusisha pia makazi ya wataalamu wa ujasusi wa akili bandia AI wanaoshirikiana moja kwa moja na vyombo vya usalama na jeshi la Israel. Wakati huo Israeli ikiwa inajibu imethibitisha pia kushambulia maeneo ya kijeshi kati ya magharibi mwa Irani na kuua kamanda mwingine wa kikosi cha IRGC. Jeshi hilo limeeleza kuwa usiku wa kuamkia Ijumaa limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya kadhaa ya malengo yake ya kijeshi ndani ya Irani, likilenga maeneo ya uzalishaji wa makombora, vituo vya kijeshi na taasisi muhimu za ulinzi, ikiwemo shirika la utafiti wa ubunifu wa ulinzi ya Teherani SPND. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi, mashambulizi hayo yamelenga pia betri za makombora ya kujihami dhidi ya ndege surface to air missile katika eneo la magharibi mwa Iran. Katika operesheni hiyo, kikosi cha wanajeshi wa Iran kilichokuwa kikisafiri kilishambuliwa na kuangamizwa, wakiwemo askari kadhaa na kamanda wa kituo cha kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema ameagiza mashambulizi yaongezwe dhidi ya alama za utawala na miundombinu ya ukandamizaji jijini Teherani, akisema hatua hizo zinalenga kutikisa uthabiti wa utawala wa Iran. Sauti za mataifa mengine yameendelea kusikika wakati mazungumzo ya waziri wa mambo ya nje wa Irani na mabalozi wa Ulaya yametoa matumaini ya mazungumzo zaidi licha ya kutokuwa na mafanikio ya moja kwa moja. Katika kikao cha faragha kilichofanyika Ijumaa ya tarehe 20 kati ya waziri wa mambo ya nje wa Irani na viongozi waandamizi wa diplomasia kutoka Ulaya, kimeibua matumaini ya kuendelea kwa mazungumzo, ingawa hakujapatikana mafanikio ya moja kwa moja, ikiwa ni wiki moja tangu mgogoro wa mpango wa nyuklia wa Irani kugeuka kuwa vita wazi kati ya Teherani na Israel. Mawaziri hao wa mambo ya nje kutoka Uingereza, Ufaransa na Ujerumani pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya EU walikutana uso kwa uso na Abbas Araghchi, mwakilishi wa Irani, katika hoteli moja mjini Geneva nchini Uswizi kwa zaidi ya saa 3.5 kwenye mazungumzo yao. Hiki kilikuwa ni kikao cha kwanza cha ana kwa ana kati ya maafisa wa Iran na mataifa ya magharibi tangu kuanza kwa mzozo wa kijeshi baina ya nchi hizo mbili. Katika taarifa pamoja iliyoandikwa baada ya kumalizika kwa kikao hicho, nchi hizo tatu wamesema kuwa wamejadili njia ya kufikia usuluhu ya majadiliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Pia wamerudia kueleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kupanuka kwa mpango huo, wakiongeza kuwa hawaonekani kuwa na matumaini ya kweli ya kiraia. Mazungumzo hayo yanakuja wakati ambapo jumuiya ya kimataifa ikishinikiza kurejeshwa kwa maelewano ya kidiplomasia ili kuzuia kuongezeka kwa mapigano na kusambaa kwa mzozo huo katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Lakini hata hivyo, Uingereza imesema Iran haipaswi kumiliki silaha za nyuklia, wakati mazungumzo zaidi bado yakihimizwa na taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy amesema Ijumaa kuwa Uingereza iko tayari kuendeleza mazungumzo na maelewano na Iran na kuitaka Teherani kuendeleza mazungumzo na Marekani katika juhudi za kupunguza mvutano unaozidi kuongezeka kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mapema Ijumaa, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameeleza msimamo wake unaoendana na ule wa Marekani, akisema ni lazima tuipe kipaumbele kurejea kwenye mazungumzo kamili yanayojumuisha mpango wa nyuklia, yakilenga kusitisha kabisa kurutubisha uranium. Kauli hizi pia zinakuja wakati ambapo dunia inatazama kwa makini iwapo pande husika zitaweza kurudi kwenye meza ya mazungumzo kabla hali haijawa kuwa mbaya zaidi. Mvutano wa kurutubisha uranium wazidi kugeuka kikwazo kikuu katika mazungumzo ya nyuklia kati ya Irani na Marekani, kutokana na kwamba kurutubisha uranium kumeendelea kuwa suala kuu la mvutano katika mazungumzo ya mpango wa nyuklia kati ya Irani na Marekani, huku pande zote zikiendelea kushikilia misimamo mikali. Mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff hapo awali alipendekeza kuwa Irani iruhusiwe kurutubisha uranium kwa kiwango cha hadi 3.67, lakini msimamo huo ulibadilika kadri ya muda ulivyopita, ambapo sasa Marekani inataka Irani isitishe kabisa shughuli zote za kurutubisha uranium ndani ya ardhi yake. Teherani kwa upande wake inakataa kata kuachana na urutubishaji wote. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa pia Jean-Noel Barrot amesema operesheni za kijeshi zinaweza kuchelewesha mpango wa nyuklia wa Irani, lakini haziwezi kumaliza kabisa, akiongeza kwa tahadhari akisema, tunaelewa vyema tukizingatia yaliyotokea Afghanistan, Iraq na Libya, jinsi ilivyo hatari na ya kupotosha kujaribu kubadilisha utawala kwa nguvu kutoka nje. Baada ya mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi aliwakaribisha waandishi wa habari nje ya ukumbi wa mkutano na kueleza kuwa Irani inaunga mkono kuendeleza mazungumzo na mataifa matatu ya Ulaya pamoja
na Umoja wa Ulaya wenyewe. Haragati alikosoa pia vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Iran, akisema kuwa hayo ni matendo yanayoongeza mvutano na ni hali ya wasiwasi katika muktadha wa mzozo huu unaoendelea. Pia aliibua wasiwasi wake mkubwa kuhusu kile alichokiita kutokukemea kwa mataifa ya Ulaya kwa mashambulizi hayo ya Israeli, akisema ni jambo linalochangia kuleta hali tete na kukosa usawa katika mchakato wa kidiplomasia. Kauli zake zinaonyesha mgogoro wa kisiasa unaoendelea kuzunguka suala la mpango wa nyuklia wa Iran na msimamo wa mataifa ya Magharibi kuhusu mashambulizi ya moja kwa moja katika mkoa huo. Lakini alimaliza kwa kusema ikiwa Iran itaacha kushambuliwa na Israeli, basi Iran iko tayari kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Tofauti na hapo, hali itazidi kuwa mbaya na Israeli itachakaa, akisema kwamba taifa lolote litakalojaribu kuingilia ndio hali itakavyozidi kuwa mbaya, akionya zaidi Marekani kutojihusisha kabisa na kushambulia Iran, akisema huenda hali mbaya zaidi ikatokea hapo mbeleni tofauti na ilivyo hivi sasa. Mimi ni Kulwa Mwaijuru na hii ni Msasa Media.